Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa uwanja wa Benjamin Mkapa, na tunao furaha kubwa, wageni wetu wameshawasili kwa maana Stade Malien pamoja na maafisa wote wa mchezo ambao wamefika hapa kwa ajili ya kusimamia mchezo huu. Mazoezi yetu ya mwisho yamekwenda vizuri na wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, kila kitu kinakwenda sawa sawa kwa upande wetu. Tunao majonzi makubwa, tunawakosa Libase Gege pamoja na Shomari Kapombe ambao wana kadi nyekundu ambazo walizipata katika mchezo uliopita dhidi ya Petro, lakini hakuna matata. Simba Sports Club, Simba hii hata akosekane nani, Simba hii hata akosekane nani, hakuna pengo utaweza kuliona. Hii Simba yetu iko thabiti kweli kweli. Hii Simba yetu imekamilika kweli kweli. Tunakosa watu wawili muhimu, Libase na Kapombe, tena wote upande mmoja wa kulia, lakini hakuna shida. Waliopo wanaweza kuifanya kazi hii kwa ufanisi na ufasaha wa hali ya juu kweli kweli. Kesho tunakwenda Benjamin Mkapa kwenda kuuhuisha upya kauli mbiu ya kwa Mkapa hatoki mtu. Mwaka huu kauli mbiu hii imekutana na misukosuko ya hapa na pale. Mwaka huu kauli mbiu hii imeshindwa kufanya kazi, lakini kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kuipa uhai kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kuirejesha upya kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kupata alama 3 za kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na hilo kwetu linawezekana mno kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Sio kwa sababu Stade Malien tayari wamefuzu na hivyo hawana cha kupoteza, lakini kwa sababu Simba imeimarika sana hivi sasa, na Simba imekuwa bora sana hivi sasa, na Simba wachezaji wake wengi ubora umeongezeka, plus wale ambao wamekuja dirisha dogo, na Simba imekuwa mpya sana. Kesho tutakwenda kushuhudia boli bora, tutakwenda kushuhudia mpira wa maana kweli kweli, na wana Simba watafurahi. Na kimsingi tumeanza maandalizi ya Champions League ya msimu ujao. Kwa hiyo tunaanza kuiandika kwa Mkapa hatoki mtu kesho mpaka msimu unaokuja tukiwa hai. Semaji, moja ya vitu ambavyo pia kocha ameongea, anasema anashangaa kuona Simba wapo chini yao, wakati wao walikuwa wakihesabu Simba juu na pengine wao wakawa nafasi ya pili. Hii inawezekana imeshangaza timu nyingine Afrika? Sio timu nyingine, dunia nzima imeshangaa. Yes, mpaka watu wa Ulaya huko wanatuuliza Simba imekuaje hatujawazoea namna hiyo. Sio tu hamjafuzu, lakini mmeshika nafasi ya 4 kwenye group. Na msiseme nafasi ya mwisho, semeni nafasi ya 4. Kwa watu huko wanatuuliza, wa Ulaya, wa Asia, wa Amerika Kaskazini, wa Amerika Kusini, wanatuuliza, wanashangaa. Ni katika maajabu makubwa ya dunia hii kwamba Simba inakuaje inashika nafasi ya 4. Lakini ni kawaida kwenye mpira wa miguu. Ni kawaida, inatokea mwaka mmoja mambo yanakwenda arijojo kwa upande wetu. Sisi mwaka huu mambo hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Ziko sababu nyingi, lakini zote tumeshazifanyia kazi, na Simba sasa imekaa imara na tunaanza maandalizi msimu huu kuelekea msimu unaokuja. Wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaamini kwamba tutamaliza na alama 5 na kuna ambao watamaliza na alama 5? Tunajiangalia sisi zaidi. In fact hata hizo alama 5 zenyewe hakuna kitu kitatusaidia kikalkulatory, lakini tunachofanya sisi ni kushinda. Hata kama tukishinda tutapata alama 1, sisi we are very fine, lakini tunachohitaji sisi ni kushinda, na inshallah naamini tutashinda kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, maandalizi tuliyokuwa nayo. Ushindi utakwenda kupatikana siku ya kesho, na tukifikisha alama 5 itakuwa ni jambo bora. Ni jambo bora sio kwa sababu kuna wengine wana alama 5, ni jambo bora kwa sababu tumefikisha walau alama 5, lakini muhimu zaidi tumeshinda Benjamin Mkapa, our home ground. Na mnataka kuweka heshima kwenye mechi hiyo? Tunataka kuweka heshima kama ambavyo nimekuambia. Kama kocha wa Stade Malien anashangaa kuiona Simba yuko chini yake, ndivyo dunia nzima inavyoshangaa. Kwa hiyo
Tukipoteza mchezo wa kesho, maana yake dunia inazidi kushangaa zaidi kwamba inakuwaje Simba mwaka huu. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuishangaza dunia, hatuko tayari kuendelea kuipa huzuni Afrika, kwa sababu Afrika inahuzunika kwa Simba kushindwa kufuzu kwenda robo finali, na hatua ya robo finali itadorora kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Simba Sports Club hayupo huko. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuisononesha Afrika, yani kushindwa kushinda hata mchezo mmoja, hatuko tayari kwa hilo. Msemaji, mbali na kuwa ni Jumamosi, mechi ni saa 1 kamili usiku, ni tarehe 14, wapo ambao ni siku maalum kwa ajili ya kusherehekea siku ya wapendanao. Nawaambia nini pia? Yaani kesho siku ya wapendanao, Valentine Day. Kesho ndo siku ya wapendanao. Waje uwanjani na kapo zao au wale watu wenye tukisema wale watu wenye mahaba yao waje na wenza wao, waje wapate burudani na kuonesha mapenzi zaidi. Njoo nao wote kama ni sita, njoo nao wote, ndio sisi yetu tujaze uwanja. Kwa mfano ukiamua zako wawili uje na wachumba zako wote watano, maana yake automatic sisi tunakwenda kujaza huu uwanja kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo kama una wapenzi wengi, waoneshe mapenzi yenu. Njoo nao Benjamin Mkapa. Dada, una mister? Hauna? Okay, basi njoo peke yako kwa Simba Sports Club. Lakini usijisikie unyonge. Kama utahitaji company, I'm here. Niko hapa kwa ajili ya kusherehekea siku hiyo na kuisherehekea Simba Sports Club ikifanya maajabu yake katika siku ya tarehe 10. Rangi ya jezi pengine upendekeze? Rangi yetu ni nyekundu, ndio ambayo tutavaa kesho uwanjani kwa wachezaji na majukwani kwa mashabiki, kwa sababu tuko nyumbani, kwa lazima tuvae jezi yetu nyekundu, jezi ya mauaji, jezi ya kumwaga damu. Kubwa kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa ni mchezaji wenu Elie Mpanzu. Kila nikijaribu kupita nakutana na hizo articles kwamba mchezaji wenu hivi sasa ana mapenzi na Yanga, na hata pia nimeona media habari wa Yanga ameandika hiyo kwamba endeleeni kujitahidi, lakini tunajua ofisi yake ipo huko, ni mapenzi yapo huko ya Afrika. Hans Raphael ameandika, japo pia nimeona ulijibu kwamba yeye ni nani mpaka aseme kwamba mchezaji wetu na mapenzi na Yanga, naye pia akakujibu tena kwamba muda utaongea ukisema hivyo, hata pia kwa chama na baadhi ya wachezaji wengine. Kwanza na mapenzi na Yanga, anafanya naye mapenzi? Hapana, ana ni kama timu anayoihusu. Yaani unasema Mpanzu ana mapenzi, wanafanya mapenzi? Hapana, naikubali. Kwa hiyo anayemfanya mwenzie nani kwenye hayo mapenzi? Semaji anaikubali, kama anaipenda. Si Mpanzu ana mapenzi na Yanga? Anaipenda, kuitumikia, anapenda kuitumikia. Si Mpanzu ana mapenzi na Yanga kwa kuitumikia, lakini maana yake wanafanya mapenzi. Hapana. Na anayemfanya mwenzie nani kwenye hayo mapenzi ya Mpanzu na Yanga? Ile swali tumuulize Hans. Muulizeni Hans, nani hapo anayefanywa? Sio kufanywa. Yaani ana mapenzi na Yanga kwa maana kwamba anaipenda. Kama wewe unavyoipenda Simba, wewe unaipenda Simba. Nyinyi kawaulizeni sasa vizuri. Kamuulizeni huyo bwana. Umesema Mpanzu ana mapenzi na Yanga. Sasa nani? Kwa hiyo wanafanya mapenzi? Hapana, semaji. Jambo la kwanza kabisa. Alafu akisha kujibu wanafanya mapenzi, sio na mapenzi. Nani anafanywa hapo? Sasa majibu yako hivi kwamba yani hana furaha akiwa Simba, ila yeye anaipenda Yanga kwa kuitumikia kama wachezaji wengine. Sio maana hiyo ambayo umeweka wewe. Nani kasema? Si ndio mtandaoni? Hans Raphael ni mpuuzi tu kama walivyo wapuuzi wengine wote ambao unaona sehemu mbalimbali. Huwezi kusema namna hiyo mchezaji fulani ana mapenzi na timu fulani. Huko ni kutaka kumchonganisha mchezaji husika na waajiri wake kwa wakati husika.
kama wanamtaka Mpanzu wala haina shida, wala wasihangaike kujizungusha wala nini, wakamtuma Mpanzu wakamtuma Hansi kumchonganisha Mpanzu na Simba, wala wasihangaike. Utaratibu wenyewe wanaojua uko wazi tu, wanasubiri muda ukiisha, wanamchukua baada hapo wanakaa naye, kama ni mwaka mmoja, kama ni miaka miwili, inawashinda, alafu kinajua kitu gani wala sisi wala hatuna wasiwasi. Katika maeneo ambayo hatuna wasiwasi hata kidogo ni mchezaji wetu kutoka Simba kwenda Yanga, yaani hatuna mashaka hata kidogo, yaani hatuna wasiwasi hata mmoja, kwa sababu kinachoendelea baina ya wachezaji wanaokwenda huko na hiyo timu wenyewe wachezaji wanakijua, na baada ya muda muhimu tu ukishaondoka usifute namba zetu, kwa sababu sisi ni Mtakuja Primary School. Kwa hiyo ni ajenda ya makusudi ambayo wanaiendesha kwa ajili kwanza ya kumpotezea utulivu Mpanzu, lakini pili kumchonganisha Mpanzu. Ni kweli Mpanzu anapitia kipindi kigumu, na hii kila mchezaji anakipitia, lakini kwa Mpanzu ni zaidi. Mpanzu ana mambo mengi ambayo yanamwathiri ya kifamilia, ikiwemo ametoka kumzika mtoto wake wiki iliyopita tu, kama sio wiki mbili zilizopita. Kwa unaweza kuona hiyo burden aliyokuwa nayo, na analazimika kupambana kuendelea kuitumikia timu yake. Anashuka kiwango kwa sababu hiyo, lakini ni mapito ya kawaida. Kuna